yote bila kufanya dhambi alijaribiwa. Kwa hiyo Yesu alivaa hali ya ubinadamu, akavaa ile hali ya ubinadamu. Anajua vile unavyopitia kwa sababu alikuwa ni mwanadamu. Anajua mateso unayopitia, anajua hali unayopitia. Yeye anaona katika moyo, lakini anajua hali anayopitia mwanadamu. Ndio maana anatoa huo wito kwamba njooni kwangu, hicho unachopitia mimi nitakusaidia, hicho unachopitia mimi nitakupumzisha, mimi nitakupumzisha na kukusaidia. Anasema kwa sababu Waebrania 7:25, naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wale wamjiao Mungu kwa yeye. Anao uwezo wa kuokoa kabisa wale wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee hao watu wanaomwendea Mungu. Kazi ya kuhani ilikuwa ni kutoa sadaka na kwenda kumuomba Mungu, kupatanisha watu. Kwa hiyo Yesu yu hai siku zote, anapita mbele za Mungu, anaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutuombea. Mtu mwenye shida, mwenye tatizo, mwenye kitu chochote anahitaji Mungu amtendee, anapeleka mbele za Mungu kwa sababu yu hai siku zote ili atuombee. Kuhani mkuu, tunaye kuhani mkuu. Haleluya! Kwa hiyo lazima utambue kwamba huyu Yesu anatoa huu wito kwa sababu anatambua kwamba yeye ni yote, yeye ndo yote. Kwa hiyo ili uweze kutoka kwenye hilo tatizo lako, lazima umwamini yeye na umkimbilie. Lakini ukienda kwake pia na tatizo lako, akikusaidia, anakupa pia neema ya kuweza kukusaidia wakati mwingine. Ukienda kwake lazima akupe pia neema ya kuweza kukusaidia wakati mwingine. Anasema katika Waebrania 7, Waebrania 4 sura ya 4 mstari wa 16, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema, na ile neema ya kutusaidia wakati wa uhitaji. Ukishamkaribia, umekaribia kiti cha neema kwa ujasiri, unapata ile rehema. Ukipata rehema, anakupa neema ya kukusaidia wakati wa uhitaji. Ukiwa tena na uhitaji, kuna kitu anakupa cha kuweza kukusaidia. Ndio maana anatoa wito, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, kwa kuwa nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Basi mkaribie Yesu, mwamini, mtumainie, naye atakusaidia. Usitegemee vitu vingine, kwa sababu yeye ndio pekee aliyetoa wito wa kwamba twende kwake, tupeleke yale tunayopitia. Mungu akubariki sana. Amina.